Upendeleo wa mguso. Zulia hili la Kiajemi lililotengenezwa kwa mkono kutoka katika mkusanyiko wa Daniel Bikas limewekwa juu ya mandhari ya hariri nyeusi, laini na yenye kina kama anga la usiku tulivu. Juu ya giza hili kuna maandishi ya kwanza, yaliyofumwa kwa hariri ya bluu iliyokolea kwa kutumia mtindo wa zamani wa herufi za Kirumi. Herufi hizo zina hadhi ya kale, lakini matumizi ya bluu iliyokolea dhidi ya nyeusi huzifanya kuwa vigumu kutambua. Utofauti mdogo wa rangi humlazimisha mtazamaji kusogea karibu, kutafuta na kujitahidi kuelewa. Ujumbe upo, lakini unanong'ona badala ya kuzungumza. Upo, lakini ni vigumu kuona. Ujumbe unasema, katika giza, mwanga wako wa ndani huangaza kwa nguvu zaidi, ukikuongoza kufikia mambo ya ajabu. Moja kwa moja juu ya maandishi haya hafifu ya Kirumi, maandishi ya pili yanaonekana, tafsiri ya Braille, iliyofumwa kwa pamba ya rangi nyeusi na bluu. Kila nukta ya kuguswa huinuka kama vijinundu vidogo vilivyoundwa kwa makusudi na kutengeneza uso ulioinuka ambao vidole vinaweza kuusoma kwa uhakika. Wakati watu wenye uwezo wa kuona wanapojitahidi kutambua herufi za Kirumi zilizofifia, msomaji asiyeona anaweza kupata maana ya ujumbe mara moja kupitia mguso. Maandishi ya Braille yanafunika maandishi ya kuona kama mkono unaoongoza, yakifichua kile ambacho macho hayawezi kuona. Mwingiliano kati ya maandishi haya mawili, moja karibu isiyoonekana na jingine linaloweza kuguswa na lililoinuka, unatoa tafakuri yenye nguvu kuhusu mtazamo, upendeleo na ufikikaji. Zulia linakuwa kama hati yenye tabaka nyingi ya mawasiliano ya binadamu, uzuri wa kihistoria wa maandishi ya Kirumi uliodhoofishwa na giza, na uwazi wa Braille unaojidhihirisha juu yake, kihalisi na kwa njia ya kiishara.